Kwa majina naitwa Mary Deodati Rwabika. Mimi ni dereva bajaji, mwanamke mwenye ulemavu. Mimi nitazungumzia changamoto zangu mbili, ambazo changamoto ni nyingi sana nimekutana nazo, lakini kuna changamoto mbili ambazo zimenikera na zinanikera. Changamoto ya kwanza kuhusu wanaume, jinsi wanavyotudharau barabarani. Kuna siku moja nilikuwa nipo maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Nyamwezi pale. Sasa abiria wangu wakawa wameshuka, kwa hiyo inabidi mimi ni U-turn nigeuze nirudi feri. Wakati na U-turn, kuna dereva bajaji mwanaume akasema nimegusa ngao yake, akasema nimemharibia ngao yake, kwa hiyo nimpe hela aenda akachomee. Mimi nikiangalia ile ngao sijaigusa, sijaifanya chochote. Mimi nikamwambia sikupi hela. Sasa pale ikaanza ugomvi, mimi nikaingia sheli. Nilipoingia sheli akaacha bajaji yake akanifuata mpaka sheli. Pale sheli kulikuwa na coaster inaweka mafuta. Akasimama pale, unilipe. Nikaambia shilingi ngapi? Nimekwambia unilipe. Nikaambia kama unataka nikulipe twende nikachomelee hapo nilipo. Hamna, mimi nataka hela. Sasa mimi nikatoa bajaji ili niondoke pale. Kumbe yeye amedandia kwenye ile bajaji. Hii DCM iliyokuwa pale coaster inajaza mafuta, mlango uko wazi. Alivyodandia hivi kaenda kulibamiza lile mlango la coaster. Mlango likapinda pale. Wale wananifuata mimi. Wananiambia mimi ndio nimefanyaje, nimewaharibia mlango wao. Kwa hiyo nikaa pale na kesi mbili. Huyu mwenye bajaji anataka ngao yake na coaster wanataka mlango wao. Lakini nikaambia ina maana nyinyi amuoni huyu aliyesababisha, ina maana wameliona varangati lote wameliona. Wale wanaume wale, huyo konda na dereva wakashuka, wakaanza kufungua matairi yangu. Kwa kweli ni mambo yanasikitisha tunayopitia wanawake. Sasa mmoja akasemaje, konda akasema usifungue hayo matairi, kuna spare tairi hapa. Wakaja wakalichukua lile spare tairi wakaondoka nalo. Huyu alipoona mimi tayari huku nimeshaanza kunyang'anywa vitu vyangu akaondoka. Sasa mimi nilipotoka pale nikaenda polisi. Nafika polisi wananiambia sio kesi yetu, nenda kwa matrafiki. Nikienda kwa matrafiki wanasema sio kazi yao, niende polisi. Kwa pale mimi nikakosa msaada. Spare tairi yangu mpya ikawa imeondoka. Haya, hilo la kwanza. La pili, malalamiko yangu yapo kwa hawa watu wanaotupa hiyo mikopo ya bajaji. Yaani mkopaji hana haki, yaani mkopaji hana haki yoyote inayomlinda kwenye mkataba. Yaani mkopaji kama ni mbwa tu. Kwa sababu gani? Kawaida ya binadamu hata Jumapili tunatakiwa tuende kanisani tukamwabudu Mungu wetu, lakini mtu anakupa mkataba mpaka Jumapili, na maana wewe usiende kanisani. Sasa kama umuombi Mungu hayo marejesho unayapata. Wewe kila siku hauna kuumwa, mimi ni binadamu, kuna kuumwa, kuna kuuguliwa, kuna kufiwa. Mimi nimekopa bajaji kwenye taasisi ya watu. Lakini juzi kati hapa nimeuguliwa na nikafiwa na babangu mzazi, nikauguliwa na mamangu akalazwa hospitali, napigiwa simu kwa kutwa nzima hata mara 10, na nilishatoa taarifa kwamba kuna hili na hili na hili. Na yenyewe wamefunga hilo. Lini nimesema? GPCR wamefunga nini? Naambia bajaji nimeipaki sehemu, si mnaiona humo, muangalie. Sisi tunataka marejesho. Wewe fanya mpango, mpe hata daiwaka atuletee hela. Sasa mimi daiwaka nikimpa akiniharibia bajaji yangu, nikishindwa kuleta marejesho inakuwaje? Kwa kweli mimi naomba hawa wanao tukopesha bajaji watuangalie, na sisi ni binadamu. Sometimes tunapata matatizo kama hivyo. Wanataka kuja kuchukua bajaji, na bajaji bado mpya, ina miezi 10 tu, bado miezi 2. Niliingia mkataba wa mwaka mmoja, wanataka kuninyang'anya. Kwa hiyo nikapambana, nikakopa tena hela sehemu ili niwape wao. Tayari tena nishaingia madeni mengine. Jina naitwa Upendo Edward. Changamoto yangu mimi ninayotaka kuongea imetaka kufanana na yule dada. Tunapokuwa kwenye vituo, labda mmekaa na wanaume wanakodisha bajaji. Anatoka abiria huko, labda kama ni mwanamke anakuja kuchungulia hivi. Kwani mimi mwanamke anaweza kaniendesha kanipeleka mimi ninakwenda?
basi anagairi anaenda kupanda bajaji ya mwanaume anaondoka. Au unatembeza bajaji unafika mtaani nani konda madaladala na bodaboda. Wewe nini wewe mwanamke sikae nyumbani upike? Unakaa kuja mitaani kutafuta nini? Mwanamke gani? Basi sasa hiyo unakuta nayo inatumiza moyoni vile vile. Ndio changamoto. Sasa jamani, mimi nilipitia changamoto siku moja. Nyuma ukubwa sisi. Nikaamka zangu asubuhi, nikawasha chombo changu. Mungu si asumani nafika feri. Nikaa na ukota huko njiani. Kufika pale Mapipa nikamkuta baba mmoja hivi. Akaniambia kumbe unatokea njia hii njia ya Magomeni. Nikamwambia akaniambia basi kesho utanipa namba zako ukiwa unatoka unanichukua. Njia hii haina bajaji enzi hizo sasa. Nikasema hapa nimepata dodo bwana. Nikachukua namba. Kesho yake Mungu si asumani. Unajua tunaamka mimi na tabia kuamka saa 10. Yaani hata nilikuwa nakaa Magomeni nilikuwa naamka saa 10, 11 hivi. Nilipofika kijiweni pale, sisi kijiwe chetu cha feri saa 2 ile saa 1 ndio kukushani ya hela ile kuitafuta hela ya bosi nini asubuhi. Sasa nikiwa niko katika ile foleni sijaanza hata kazi, yule baba sikanipigia simu, bwana uko wapi? Nikamwambia niko hapa feri, njoo nichukue Kariakoo na mizunguko. Sasa enzi hizo mitasi hatuijui. Kwa mimi nilikuwa na dili nini na simu za wenzangu, nachukua simu za wanaume kule feri. Kwa kama mtu ananiambia nipeleke sehemu fulani namwambia nimekodiwa hapa, naelekea labda Keko, eti kutoka Kariakoo mpaka Keko shilingi ngapi? Unakuta bado mwanaume ananiambia wale wafanyakazi wenzangu hapo mchaji 10,000 au 20,000. Sasa kumbuka alinichukua toka hiyo saa 1 hiyo. Nikamfuata Kariakoo. Tukaondoka. Tukaenda huku Keko kama Temeke, huku Temeke ndani kuna viwanda fulani pale vya madawa sijui. Nisubirishia hapo dakika 5, nikakaa. Namwambia Mungu leo nimepata dodo hili. Na fly rooni. Tukatoka pale akaniambia nimpeke Kinondoni. Nikatoka pale mpaka Kinondoni. Masaa nakatika. Kinondoni akaenda kuonana na daktari wake. 6-7 hiyo. Nasema Mungu leo nishapata hesabu ya bosi hapa. La kabisa ninaburudika. Sasa nauliza wenzangu saa hizi saa 7 hii toka saa 1 niko hapa. Kwa huyu mtu itakuwaje? Akasema hapa ni dada maximum, yani kwa sababu wewe mwanamke akupa 30 40 sio mbaya. Tukatoka pale Kinondoni nienda saa 8 hiyo. Kashatibiwa hapo ndo tunatoka. Nafika akaniambia nimwache hapo Mapipa. Tukaingia ndani kwa ndani pale tukatokea hapo Mapipa. Kipindi mimi sijaanza kuonyesha bajaji, mimi nilikuwa sio muongeaji. Sio muongeaji sana kama hivi unavyoniona hapa. Nilikuwa ni ile unajua utaratibu. Sasa watu wanatufundisha sana kuongea. Bwana nikafika Mapipa mimi mtoto wa watu. Akaniambia mimi naishia hapa. Haya nitajie bei gani? Unajua hata ndo hatujui bei na nini, nimeshaambia na wale wanaume. Nikamwambia 40,000 baba. 40,000? Unajua 40,000 wewe unayo? Wewe unayo? Basi baba. Basi 30,000 baba, toka saa 1 mpaka saa 8, basi 30,000. Wewe mjinga nini wewe? Kwa jina naitwa Rukia Salu, ni dereva bajaji. Mimi changamoto zangu ziko kwenye mabosi ambao wanatoa mikataba kwa madereva bajaji, kama madereva bodaboda, madereva magari. Changamoto yangu kwamba wanapotoa mikataba, sisi wengine tunakuwaga wakati mwingine wakati tunaingia mikataba kichwa. Kwa sababu tuna njaa, tunasema hebu ngoja tu tuingie barabarani ili tupate maisha yaendelee. Kwa sababu ukikaa hivi kama wewe dereva, ukikaa hivi bila kujishughulisha, maisha yanazidi kuwa magumu. Hapo ukiangalia una watoto, unasomesha, utaishije? Kwa hiyo ukishasikia sehemu zinatoka bajaji, lazima uende pale haraka sana. Kwa mfano mimi hapa mwanzo nilikuwa na bajaji yangu ikawa ina matatizo, kutengeneza nimeshindwa. Kwa hiyo baadaye akatokea mtu ambaye ana bajaji zake. Kwa hiyo sasa yeye akasema anataka madereva wanawake. Sipa tuliposikia vile tukajichanganya haraka faster. Akatuambia leteni NIDA, leteni kitambulisho, leteni barua na za wadhamini. Akasema sawa. Tumekuja pale nimekataba kwanza akatutumia kwenye simu. Tumeisoma usiku kuja. Mkataba. Japokuwa nina njaa. Tukashauriana na wenzangu akasema
bwana twende sasa, tutaishije? Ikabidi twende. Tumefika pale na mwanasheria juu, lakini ukiangalia ule mkataba unatubana sisi tu, bosi haufai nini au mbani. Tunakuja kwenye hesabu ni 25,000 kwa siku, miaka 2. Ukifanya kazi kwa siku mwisho saa 2 kasoro, ukipoteza muda ikifika saa 2 kasoro, yeye kasha seti kule mtambo unazima tie, uwe katikati ya msitu, uwe darajani, uwe wapi, uwe kwenye roundabout mpaka kwenye mataa, ujue hiyo linakukuta. Mimi akanizimia wapi? Roundabout ya Buza hiyo. Nikasema tume kitu hicho. Sasa pale roundabout pale nikasema je, muda unasogea. Naenda kuituma wapi? Iliko Tigo Pesa mbali, nilikokuwa mimi mbali. Hapa nitawahi kweli? Na muda unasonga. Foleni kama hiyo. Mzee hajacheza, akasema ngoja sasa nikuonyeshe. Kwanza akatuma message, mida hiyo. Nikamwambia mimi niko mbali lakini nitatuma. Mida hiyo. Kama utazima. Nikamwambia ndio niko mbali. Kwani masiala? Shwa. Nyuma kuna gari. Sasa hapo roundabout angalia. Nyuma kuna gari. Wewe mama vipi wewe? Sini nini? Sasa ukiangalia mimi mlemavu. Naisukumaje hiyo bajaji? Baba kichwani. Hata basikeli. Simuona hiyo basikeli kasukumwa. Niambie bajaji. Baba kichwani. Na iweka wapi? Nikaganda pale, nimeganda. Wakaja watu, mama vipi? Nikamwambia ndio hivyo. Kwa sababu hata kama kikochoa kashaniambia kwamba nitaizima, ina maana haina haja. Mbavu, mafuta, nikamwambia mafuta yapo. Ikabidi pale wakatokea Samaria wema, wakanisukuma, wakaniweka pembeni, nikakaa. Sasa najiuliza, naenda kutuma wapi hela? Alafu hapa nilipoacha, sehemu salama? Nikamtumia message nikamwambiaje? Washa bajaji, nikifika sehemu sahihi nitatuma hiyo hela. Kwanza ukichelewa akija akikwashia fine 5,000. 25 jumlisha 5,000 30. Na ukichelewa ile 30 mpaka saa 4 ikifika 5,000 tena 35 mpaka 40 inakuja. 10,000 inakuja 40. Nikasema nitume leo kazi. Ikabidi nimwambie kaka mmoja, nikamwelezea, akasema haina shida. Ikabidi yeye achukue ile hela akaenda akaituma. Nilipoituma ina maana pale nikatuma 25. Akasema bado siwashi. Nikamwambiaje, hapa nipo sio sehemu salama. Utajua wewe. Nikamwambia sasa mimi naondoka. Na mimi nikajifanya jeuri. Mimi naondoka, matairi yakiibiwa, vioo vikiibiwa utajijua wewe. Mimi hiyo sio kazi yangu. Kasome mkataba. Mkataba na usome saa ngapi pale kama yeye mambo yamenikuta kama ya. Ina maana yeye ajui tatizo, ajui dharura, ajui nini. Jamani mkataba gani? Huyo ni binadamu mnyama huyo. Nikasema haya. Nikarudi kwa mwanasheria. Nikamwambia mwanasheria, huyu baba sio mtu. Sio mtu kabisa, na kama tumechukua kwamba anatukomoa si kwa sababu tuna njaa. Alafu kingine kinachosikitisha unajua nini? Wewe unavyoona una njaa, afu ukishindwa ile njaa pale, mwenzako anakuambia mimi naweza. Kwa hiyo yule bosi tunampa nini? Tunampa bicho, anakuambia ukishindwa wewe kuna mtu ataweza, na hapo ndio tunapofeli sisi. Kwa hiyo sasa kwa mtindo huu mabosi hawa wanazidi kutukandamiza sisi watu wa hali ya chini. Je, sisi kama wanawake hapo tutatokaje? Basi kuwe na mabosi ambao wenye huruma na sisi watu wenye wanawake tukapewa mikataba ambayo rahisi itakayo tufanye sisi tukaendelea. Swala la mikopo. Kwenye hili swala la mikopo ninapenda na serikali pia iingilie. Kutokana na nini? Yaani mfano mtu unaenda kuchukua mkopo, serikali wao wa kwanza. Maana yani kama hao ndugu zetu waliokopa mikopo ya kuzimiwa, mimi naweza kuita kama kausha damu. Yaani haina tofauti kabisa. Kwa sababu mimi naona mtu anajitokezea tu kwamba mimi nahitaji kukopesha, anakopesha yeye anavyojua yeye mwenyewe. Kingine nilikuwa napenda kusema kwamba kuna watu wanasema kwamba wanasaidia watu wenye ulemavu. Yaani wanapitia hilo chocho kwamba sisi tunawasaidia. Lakini ukija kuchunguza kwa ndani, kama mimi huo mkopo nilikopa kwa mtu ambaye anasema anasaidia watu wenye ulemavu. Na nilimueleza kabisa mimi ni mjamzito, nimepitia 1 2 3, lakini hakutaka kunielewa chochote. Na wala nilipomaliza hapo hakutaka kunisaidia kitu chochote. Kwa mimi ninaomba wachunguze zaidi kwamba wapo kwenye kusaidia au kujinufaisha. Pia napenda kuongelea mikopo ya serikali. Hii mikopo ya 10%.
ambao wanatoa kwa watu wote, lakini inajulikana vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Sasa kama sisi wanawake tuna changamoto nyingi jamani, si tunajua tuna changamoto nyingi. Nyumbani ni mama, ukija huku ni dereva, ukija huku nataka urejeshe marejesho. Hayo marejesho sasa, marejesho ni kila siku, hamna Jumamosi, hamna Jumapili, hamna sikukuu. Yaani wewe ni kila siku upeleke 20. Japo usumbufu ule sio sana wa kusumbuliwa, lakini wameshaika target yao hiyo. Tunaomba serikali kama wameamua kutusaidia, na hatuna njia nyingine ya kutusaidia zaidi ya serikali. Serikali watupunguzie sisi kina mama. Kama wameamua kutunufaisha, basi watuangalie. Mama Samia yeye ni mama, anajua mama yukoje, mama anapitia changamoto gani. Kama katuamua kutugaia sisi, atupe, lakini hayo marejesho anayotupa ni makubwa. Hatuyawezi. Tunapambana kutokana na njaa, kama wengine wanavyosema ni njaa, lakini ingekuwa tuna njia nyingine za kupita tungepita. Asante. Darity forever. Changamoto tunazokutana nazo barabarani ni nyingi, especially tukiwa kama wanawake. Changamoto ambayo mimi nimewahi kukutana nayo barabarani, hawa wenzetu wanaoendesha vyombo vya usafiri, daladala wanatudharau sana si tunaoendesha bajaji. Unakuta saa nyingine wanatuchomekea huko barabarani, anatufananisha, yani sisi wanawake ni sawa na hao vijana wanaoendesha bajaji, mara wanaingia hivi wanatoka. Kwa hiyo unakuta wanatufananisha nao. Kwa hiyo unaweza ukakuta daladala anaweza akakuchomekea tu makusudi, au anakuona kabisa wewe unaingia, sio kwamba hakuoni, anakuona lakini anakuletea gari makusudi. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tunazokutana nazo pia barabarani. Na changamoto nyingine ambazo tunazokutana nazo ni matrafiki huko barabarani. Unaweza ukakuta kuna changamoto kitu kidogo, tena especially hasa ukikutana na matrafiki ambao ni wanawake kama sisi. Yaani unaweza ukajieleza kwake, ukajieleza na akashindwa kabisa kukuelewa. Yaani tofauti kukutana hata na matrafiki ambao ni wanaume. Mpaka kuna muda unajitafakari, unajiuliza, unasema huyu si mwanamke kama mimi? Changamoto gani ambazo yeye hazifahamu mpaka mimi kuniona niko barabarani? Lakini unaweza ukajimaliza kwake, na anaweza akakulima hata vyeti 3 kwa dakika moja akakulima. Na changamoto nyingine tunazokutana nazo, kimfano kama mjini huko unavyoingia, labda unaenda Kariakoo, kuna hawa watu wanaojiita wanaitwa jiji. Yaani kama wale jiji, kwa upande wa kwetu sisi wanawake kiukweli wanatusumbua sana. Kimfano kama Kariakoo, kuna watu wengine unaweza ukahisi, yaani unamuona kabisa, yaani kuna maonevu fulani hivi, yaani unaona kabisa kwamba wameshakusoma we ni mwanamke, wanaona kabisa wewe huwezi kuwafanya kitu, afu wanatuchukulia kama sisi ni sehemu ya mtaji wao. Yaani unaweza unatembea tu taratibu hivi huko kwenye foleni tu, unatembea taratibu hivi, abiria akashuka, kwa sababu Kariakoo kwenye hakuna sehemu maalumu ya mtu kushuka. Ukashangaa mtu anakuja na kuminyia accelerator pale mbele, anakuambia kwa nini umeshusha abiria? Kaka, mimi mbona sijasimama? Anakuambia umesimama, kwa nini umemshusha abiria? Hii ni sehemu ya kushusha abiria. Yaani akakukomalia, ukashangaa dakika hiyo hiyo wameshakuvamia bajaji, wamekuja 4 wote wameshajaa, wanakuambia na wewe amia huko nyuma. Wanaenda na wewe bila shilingi 50,000, 70,000 hawakuachii. Sasa ni changamoto ambazo tunazokutana nazo kiukweli, ambazo unakuta katika maisha ya upambanaji. Jana umeenda Kariakoo umepigwa 70,000. Kwa wiki ukipigwa mara 3, kazi unaiona ni ngumu. Yaani umeshakata tamaa. Ukiangalia chombo unachoendesha sio cha kwako, kinahitajika hesabu. Haya, umeshaenda Kariakoo ndo kama hivyo mara 3, umekutana na hao jiji wameshakupiga hiyo hela. Kwa ni changamoto ambazo kiukweli tunakutana nazo huko barabarani. Na kingine ambacho naona kama vile vile ni changamoto
unakuta ni sisi wenyewe wanawake kwa wanawake kuto kuaminiana yani unakuta kuna mtu unaweza ukawa huko stendi unaita abiria, anakuja mwanamke mwenzako kabisa, unaona anaangalia kwenye bajaji, akikuona ni wewe unaendesha, unamuona anarudi nyuma, yani hakuamini, yani tofauti na bajaji ambazo wanaendesha wanaume. Unaona mwanamke anakuja anaangalia, huyo anageuka anarudi. Na maana sisi wenyewe kwa wenyewe bado tunakuwa kama hatuaminiani, kusapotiana. Kwa hiyo mimi naona ndio changamoto ambazo zinazotukumba sisi wanawake huko barabarani.